wanatakiwa kuhusika moja kwa moja, na sio ile dhana ambayo wengine wanakuwa nayo kwamba serikali ndio inatakiwa kufanya hivyo. Sio sawa. Serikali inashirikiana na wananchi. Sisi wananchi wenyewe ndio tunayoiunda serikali. Kwa hiyo huwezi ukaacha tu, kwa mfano kama hapa mtu anasema ni kazi ya mkurugenzi, jambo ambalo sio sahihi. Unamuona mtu anatupa uchafu au anaweka uchafu mahali ambapo sio sahihi, unashindwa kumwambia ukiwa na dhana kwamba serikali ndio inatakiwa kumwambia, viongozi wa serikali ndio wanatakiwa kumwambia. Hilo ni jambo ambalo sio sawa. Kwa hiyo huo ni mkakati wa kwanza, kwamba sisi wananchi kwa wananchi tuendelee kuelimishana, tuendelee kuonyana pale ambapo upande wa kuzoa takataka kwa manispaa ya Singida. Ratiba kutokana na kiwango na miundombinu ambayo tuko nayo ya uzoaji wa taka, tumetenga ratiba kwa wiki, na kwenye kila kata gari zinapita kwa wiki mara moja. Wananchi wanaelewa kabisa ratiba kwenye maeneo yao, ni siku gani gari inatakiwa ipite. Lakini kuna maeneo yale ambayo yana uzalishaji mkubwa wa taka kama ambavyo niliyaeleza hapo mwanzo, kwenye maeneo ya masoko, na kuna maeneo yale ambayo tumeyatenga kama ni smart area, yani muda wote yanatakiwa yawe katika hali ya usafi. Maeneo hayo ni kama barabara ya Karume maarufu kama Double Road, lakini pia kuna maeneo ya stendi, pamoja na hayo maeneo yanayozalisha taka nyingi kama kwenye masoko. Hayo maeneo tunapita kila siku kuhakikisha kwamba zile taka ambazo zimezalishwa usiku, zimezalishwa kwa kutwa nzima, asubuhi tunapita tunazitoa, mahali panaendelea kuwa safi. Sawa. Kwa hiyo kwa wale sasa ambao wanatupa taka kabla ya siku husika, hawa watu unawaambiaje, na kuna utaratibu wote mmeweka kwa ajili yao? Kwenye masuala mazima ya afya na utunzaji wa mazingira, jambo kubwa ambalo sisi tunalisisitiza na tunalipa kipaumbele ni swala zima la elimu. Tunaendelea kupeana elimu, lakini kwa mtu ambaye ameonyesha ukaidi, kuna sheria ambazo tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kutoa adhabu, kwa maana ya faini kwa wale ambao ni wachafuzi. Lakini jambo kubwa ambalo tunalipa kipaumbele kabisa ni elimu. Wananchi waweze kuelewa kwamba hili ni jukumu letu. Mimi nina wajibu wa kutunza usafi, wewe una wajibu wa kutunza usafi. Kila mtu akilijua hilo, hakuna mtu ataweka uchafu mahali ambapo si sahihi. Na umezungumza hapo elimu. Mnaitoaje hiyo elimu ili sasa wananchi waweze kufahamu kwamba kuna swala la elimu juu ya masuala ya mazingira? Elimu tunaitoa kwa namna mbalimbali. Namna ya kwanza ni kama hapa kwenye vipindi hivi vya redio, lakini pia tunatoa elimu kwa kupitia matangazo, kwa maana ya kwamba magari yanapita mtaani. Lakini sisi kama maafisa, japo kwa uchache, tunapita mtaani kila siku. Hiyo ni ratiba katika maeneo ambayo tunakuwa tumejipangia, kwenye maeneo ya biashara, hata kwenye kaya tunakutana na wananchi, tunawaeleza. Lakini pia tunasaidiwa sana na wawakilishi wa wananchi ambao ni waheshimiwa madiwani kwenye mikutano yao ya kata. Wameibeba hiyo, ni ajenda kuu. Pamoja na tuna watendaji wa kata na tuna watendaji kwenye kila mtaa wa manispaa hapa ya Singida. Kuna watendaji wa mitaa, wanazibeba hizo kama ajenda wanapopita katika shughuli zao, kuhakikisha kwamba wananchi wanapata elimu ya masuala mazima ya usafi wa mazingira. Sasa kutokana na sheria ndogo ya fedha ya manispaa ya Singida, ada zimewekwa katika viwango tofauti. Kwa mfano, nitasema tu kwa uchache, kwenye maeneo ya kaya au makazi wanatakiwa kuchangia shilingi 2,000 kwa mwezi. Lakini kwenye maeneo ya maduka, kwa maana ya maduka ya rejareja, grocery, wale wachoma nyama, chipsi, maduka ya dawa na vipodozi, wanatakiwa kuchangia shilingi 10,000 kwa mwezi. Kwenye maduka yale ya maduka ya jumla wanatakiwa kuchangia shilingi 15,000 kwa mwezi. Lakini pia kuna nyumba za kulala wageni, wale wauza mbao, wauza gereji,
supermarket, hosteli za shule wanatakiwa kuchangia pia shilingi 15,000 kwa mwezi. Lakini pia kuna ofisi za umma, ofisi binafsi, taasisi, makampuni, viwanda vikubwa na mabenki wanatakiwa kuchangia shilingi 25,000 kwa mwezi.